Karibu Elimu kwa Jamii. Kipindi kilichopita tulijifunza vizuizi vya mafanikio. Sasa leo tunaenda kusoma au kujifunza mbinu za kufikia malengo. Je, ni mbinu gani unazoweza kuzitumia ili kufikia malengo yako? Cha kwanza kabisa ni kutengeneza ratiba na uifuate. Kwanza wewe kama wewe ukitaka kufanikiwa katika maisha yako yoyote yale, katika elimu ya kifedha au ratiba nyingine yoyote ile, tengeneza ratiba yako. Ukishaitengeneza ratiba, ifuate, unaweza kufanikiwa. Kitu kingine, jifunze kutoka kwa waliotangulia. Je, wewe unataka kuanzisha biashara ya machungwa? Hebu fuatilia watu walioanza kuanzisha biashara ya machungwa, walifanyaje wakafikia malengo yao? Walifanyaje? Mbinu gani iliyotumika? Inatakiwa mjasiriamali, kama unauza machungwa, fikiria, je, machungwa kama watu wanunue, je, unaweza kusaga juisi kutumia machungwa ili kuvuta wateja zaidi? Kwa unamodify biashara yako. Kwa unapojifunza kutoka kwa watu waliokutangulia, unatafuta vitu gani waliofanya ili kufika katika malengo. Kitu kingine, tumia mitandao ya kijamii kwa maarifa. Wewe unataka kujifunza kitu gani? Unataka kujifunza kwa masuala ya kupika chapati. Hebu angalia katika mitandao mbalimbali wanatumia vitu gani, gradient gani ambao wanazitumia ili zile chapati zinavutia na watu wanazipenda zaidi. Kwa unapojifunza kutoka maarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii, inaweza kukusaidia kuimprove na kukua zaidi katika maarifa yako, katika sehemu ambayo unahitaji, inaweza kukusaidia kufikia katika malengo yako. Kitu kingine ni kujiunga na vikundi vya maendeleo. Mfano, unaweza kaanzisha program. Hebu angalia kitu gani ambacho unakifanya. Angalia na jamii kuzunguka na watu gani wanakipenda hicho kitu ambacho unataka kufanya. Join. Ukisha join ndio unatengeneza kile kitu, unatengeneza umoja ambao vikundi mnaweza mkafanya vitu vya kusaidiana na mkaweza kuinuana. Kwa unapojiunga na vikundi mbalimbali vya maendeleo, je, katika fani yako inaweza kukugusa na ikakuboost na kuweza kufikia malengo yako. Kitu kingine, omba ushauri kwa watu sahihi. Angalia ni watu gani unaoenda kuomba sahihi, kwa sababu si kila mtu unaweza kaenda kumomba ushauri. Hapana, inategemeana, je, ni mtu gani unataka kwenda kumomba ushauri. Angalia watu sahihi ambao unaambatana nao katika jamii yako. Angalia ni watu gani sahihi wa kuomba ushauri. Bana, jamani, hapa nimefanya hichi, nahitaji ushauri gani ili wakusaidie, ili uweze kufikia ufikie katika malengo yako. Kitu kingine, unaweza kufanikiwa, amini katika uwezo wako. Usijiamini kwamba ati mimi siwezi. Hapana. Unapojiamini kwamba uwezi, roho na nafsi inakubali kwamba uwezi kile kitu. Kwa maana hata ukifanya kwa namna gani hauwezi kufanikiwa, lakini ukiamini wewe mwenyewe kwamba mimi hili jambo naweza, amini kwa kitu ambacho unacho wewe, amini kwa kile kitu unachokifanya, na unaweza kufanikiwa. See you.